Moja ya mapingamizi makubwa yanayotoka katika Uislamu ni hili swala la umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Qur'ani toka kuandikwa kwake mnamo zaidi ya miaka 1400, hii ndio limekuwa pingamizi kubwa kabisa kuliko yote ambalo linaonekana ndani ya Qur'ani. Kwa mfano, Qur'ani sura ya 4 aya 171 na sura ya 5 aya 116 zinapinga vikali kuhusu Bwana Yesu kuwa Mungu. Lakini katika Qur'ani kumbuke, huyu Yesu Qur'ani inamuita Isa bin Maryam. Sasa nilikwambia katika mojawapo ya mfululizo wangu kwamba mwandishi wa Qur'ani ni mwanadamu, na hapa ndio tuna sehemu mojawapo tunakuja kuona namna gani hekima ndogo ya wanadamu inadhihirika hapa, kwa sababu pamoja na kwamba ndani ya Qur'ani kunaona pingamizi la umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini humo linathibitisha huu umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa mfano katika Uislamu kuna kitu kinaitwa Tauhid al-Asma wa Sifat. Tauhid al-Asma wa Sifat ni theolojia inayohusu majina na sifa za Allah, huyu Mungu wa kwenye Qur'ani, kwamba majina haya au sifa hizi ni Allah peke yake ambaye anaweza kupewa. Hakuna kiumbe chochote ambacho kinaweza kupewa hizi sifa au majina. Sasa unapoisoma Qur'ani hii unagundua kwamba huyu Allah anajipa sifa ambazo Bwana Yesu tayari alikuwa ameshazizungumza kwamba ni zake, na ndio zinazomweka, zinazomtofautisha yeye na viumbe vingine. Kumbuka Qur'ani hii ilikuja miaka zaidi ya 600 baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuwepo duniani, kufa msalabani na kufufuka na kupaa kwenda mbinguni. Kwa hiyo Qur'ani inapimwa na maneno ya Biblia, si Biblia ipimwe na Qur'ani. Hili ni jambo la msingi sana kulifahamu. Naam, tunakwenda kwanza kuangalia mojawapo ya sifa hizo ambazo ni kwamba Allah yeye anasema yeye ni mwanzo na mwisho. Tunaikuta hiyo katika sura ya 57 aya ya 3 katika Qur'ani. Qur'ani sura ya 57 aya ya 3 inasema hivi: yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho, naye ndiye wa dhahiri na wa siri, naye ndiyo mjuzi wa kila kitu. Huyu ni Allah anayesema kwamba yeye ni wa mwanzo na pia ni wa mwisho, miaka 600 baada ya Bwana Yesu uwepo wake. Sasa tukienda katika hii sifa ya Mungu ambao ni kwamba yeye ni mwanzo na yeye ndio wa mwisho, na hakuna kiumbe chochote ambacho kinaweza kupewa sifa hii. Tunaona tukienda katika Biblia tunakuta kwanza, tukianza katika Biblia katika Agano la Kale tunaona hii pia nayo ni sifa ya Mungu wa Israeli, huyu Yahwe ambaye alijidhihirisha katika Agano Jipya kwa kupitia mwanae mpenzi Yesu Kristo. Tukasome katika Isaya 41 mstari wa 4, anasema hivi: ni nani aliyetenda na kufanya jambo hilo, aviitaye vizazi tangu mwanzo? Mimi Bwana, wa kwanza na wa mwisho, mimi ndiye. Naam, hii inadhihirika wazi kwamba toka katika Agano la Kale Mungu anajipa sifa kwamba yeye ni wa mwanzo na wa mwisho, au katika lugha nyingine ya Kigiriki wanasema ni Alfa na Omega. Sasa tuangalie Bwana Yesu, yeye alipokuwa duniani alisema nini? Lakini kabla tujaenda huko mbali, sifa hii ya mwanzo na mwisho tunaiona pia katika Isaya 44:6, unasoma pia katika Isaya 48:12, unakuta hiyo ikijirudia mbali ya vitabu vingine katika Agano la Kale. Tukasome kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 17 mpaka wa 18. Huyu ni Bwana Yesu anaongea Yohana alipokuwa katika maono: nami nilipomuona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Huyu ni Bwana Yesu. Kumbuka Bwana Yesu baada ya kutoa mwili akakaa duniani, akafa, kisha akafufuka. Ndio maana humu ndani anasema mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Tukatizame pia katika kitabu hicho cha Ufunuo, safari tukaangalia Ufunuo sura 22 aya 12 mpaka 13. Bwana Yesu anaendelea, anasema, tazama naja upesi, na ujira wangu upo pamoja nami,
kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, wa mwanzo na wa mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Huyu ni Bwana Yesu anazungumza. Baadaye tunamuona mwandishi wa Qur'ani anachukua sifa hizi za Mungu ambaye anajidhihirisha katika umwilisho wa mwanae mpenzi Yesu Kristo, anaenda kumpa Allah. Naam, twende katika sifa nyingine ambayo tunaisoma katika falsafa hii ya Tauhid al-Asma wa Sifat. Kumbuka katika mafundisho ya Kiislamu Allah ana majina au sifa 99. Kama nilivyokuambia, sifa mojawapo ni hiyo ya mwanzo na ya mwisho. Tukaangalie sifa nyingine. Tunaenda kuona katika Qur'ani sura ya 22 aya ya 6 mpaka ya 7. Hii inahusu uwezo wa kufufua wafu. Sura ya 22 aya ya 6 mpaka ya 7. Qur'ani inasema hivi, inasema hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko, na kwamba yeye huwahuisha wafu, na kwamba yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu, na kwamba kiyama kitakuja, hapana shaka ndani yake, na kwa hakika Mwenyezi Mungu atawafufua walio makaburini. Huyu ni Allah ambaye anasema yeye ndio mwenye uwezo wa kufufua, na kwamba kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu hapana yeyote aliyeko mbinguni au duniani katika viumbe vyake mwenye uwezo huu. Tukatizame nini Bwana Yesu anazungumzia kuhusu uweza huu. Safari hii tunaenda kuangalia Yohana sura ya 5 mstari wa 21 mpaka wa 29. Yohana sura ya 5 mstari wa 21 mpaka 29. Nasema hivi: maana kama Baba wafufuavu wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Tena Baba hamhukumu mtu yoyote, bali amempa Mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali imepita kutoka mautini kuingia uzimani. Bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakaposikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msitajabia maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote walio makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Bwana Yesu anachozungumzia hapa ni kwamba Mwana ambaye ni yeye ana mamlaka ya kufufua, na yeye Mungu Baba hii amri ya hukumu ameiacha kwa Mwana. Kwa hiyo Bwana Yesu tunamuona anatoa sifa mbili zake. Kwanza, ana uwezo wa kufufua na ndio mwenye mamlaka ya kuhukumu wafu pale siku ya mwisho. Tunakiona hiki wazi kabisa. Tukiendelea zaidi katika Yohana hiyo sura 11 mstari wa 23, Yohana 11 mstari wa 23 mpaka 44, tunaendelea kuona. Nasema hivi: Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Hapa ni ile tukio ambalo Bwana Yesu, labda kwa ufupi tunikuelezee, alikwenda kumfufua Lazaro. Lazaro alikuwa amekwisha kufa, amekaa kaburini siku 4. Anakutana na ndugu zake Lazaro ambaye kuna Martha na yule ndugu yake mwingine, dada zake hawa wawili. Sasa Yesu anazungumza nao. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Sikiliza vizuri, Bwana Yesu anasema mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aminiaye mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Hapa Bwana Yesu anamuuliza Martha. Martha akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu faraghani. Hapa Martha anamuita dada yake Mariamu, akisema, mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pomlaki Martha. Hapa ni kwamba Bwana Yesu alikuwa bado hajafika nyumbani kwa kina Martha. Huyu Martha alimkimbilia Bwana Yesu, akakutana naye njiani. Kwa hiyo baadaye alirudi akamwita dada yake huyu Mariamu. Basi wale Wayahudi waliokuwapo pale alipokuwa pale na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko.
Basi Mariamu alipofika pale alipokuwa Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu angalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wakasema, huyu alimfumbua macho yule kipofu, hakuweza kumfanya na huyu asife? Yaani hapa Wayahudi wao walidhani kwamba uwezo wa Bwana Yesu ni kuishia kuponya tu, lakini ndicho anachoenda kuwapa ushangazo mkubwa hapa, na Bwana Yesu anaenda kudhihirisha mamlaka yake juu ya kifo na juu ya ufufuko. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Hapa Lazaro alikuwa ameshakufa na ameshawekwa kaburini siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Ukumbuka Bwana Yesu anamhakikishia yale mazungumzo yake ya mwanzo. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Hapa Bwana Yesu hathibitishi umungu wake kwa maneno matupu tu kama Allah anavyozungumza katika Qur'ani, anathibitisha kwa kutenda muujiza. Naomba nikwambie jambo moja la msingi hapa. Katika karne ya kwanza Wayahudi walikuwa wanaamini kwamba mtu anapokufa roho yake inabaki duniani kwa muda wa siku 3, na kwamba manabii au watu wengine ambao walikuwa na nguvu za neema ya kimungu walikuwa na uwezo wa kumhuisha huyu mtu. Lakini waliamini inapofika siku baada ya siku 3 ilikuwa hakuna nabii au mtume yote ambaye alikuwa anaweza kufufua. Hapa Bwana Yesu anathibitisha umungu wake kwa sababu anamfufua Lazaro baada ya kukaa kaburini siku 4, kinyume na imani ilivyokuwa ya mafundisho ya Kiyahudi. Naam, tukaangalie sifa nyingine ambayo Qur'ani inampa Allah kwamba ni sifa ambayo anatakiwa apewe Mungu peke yake. Hii inahusu kuwa nuru ama taa peponi na ulimwenguni, yani anaitwa Al-Nur. Tunaiona hii katika sura ya 24 aya 35 ya kwenye Qur'an. Naam, tunaenda kuangalia sura ya 24 aya 35 kwenye Qur'an. Inasema hivi: Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi, mfano wa nuru yake ni kama shubaka, ndani yake taa katika tungi kama nyota ing'arayo inayowashwa katika mti uliobarikiwa wa mizeituni, usio wa mashariki wala wa magharibi. Yanakaribia mafuta yake kung'aa, ingawa moto haujayagusa, nuru juu ya nuru. Mwenyezi Mungu humuongoza katika nuru yake amtakaye, na Mwenyezi Mungu hupiga mifano kwa watu, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Hapa tunaona Allah anachosema yeye ni nuru ya mbingu na ardhi. Sasa kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba mwandishi wa Qur'ani yeye anampa huyu Allah sifa miaka zaidi ya 600 baadaye, na anampa sifa ambayo hataki kupewa kiumbe chochote, ya kwamba huyu Allah ndiye nuru ya mbingu na dunia. Tukasome Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Tutasoma Yohana sura ya 8 mstari wa 12 tumuone Bwana Yesu anazungumzia nini. Yohana 8 mstari wa 12. Haya ni maneno ya Bwana Yesu. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Bwana Yesu anasema yeye ni nuru ya ulimwengu. Yeyote atakayekuwa naye hata kwenda gizani kamwe, kwa maana atakuwa na nuru ya uzima. Huyu ni Bwana Yesu anasema maneno haya zaidi ya miaka 600 kabla ya Muhammad kuja na wenzie na kuchukua maneno haya na sifa hizi na kumpatika yule Allah kwenye Qur'an. Na maneno haya tunayaona pia katika Yohana sura ya 9 mstari wa 5. Tunaona pia katika ile Yohana sura ya kwanza kabisa, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 9. Tunaona Yohana 12:46 pia. Twende katika sifa nyingine ambayo kwa mujibu wa hii theolojia ya Tauhid al-Asma wa Sifat, ambayo inasema hizi sifa
anapewa Allah tu, hakuna kiumbe mwingine ambaye anapewa. Hii ni sifa ya kusamehe dhambi. Tunaikuta katika sura ya 3 aya 135, sura ile ya 3 aya 135. Hii ni Suratul Imran. Inasema hivi: na ambao wanapofanya uchafu au kudhulumu nafsi zao hukumbuka Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha kwa dhambi zao. Na ni nani aliyekufiria dhambi isipokuwa Mwenyezi Mungu? Na hawaendelei na walioyafanya hali wanajua. Kwamba Allah hapa anasema yeye ndiyo mwenye kusamehe dhambi, na ndio maana hawa wanaofanya uchafu au kudhulumu nafsi zao hukumbuka Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha kwa dhambi zao, kwamba ndio Mungu peke yake huyu Allah anayesamehe dhambi. Tukaangalia kwenye Biblia. Safari tunaenda kwenye kitabu cha Marko, Marko sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 10. Tumeone Bwana Yesu anazungumza nini kuhusu mamlaka haya. Na Yesu alipoona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza. Labda ni kurudi nyuma kidogo. Hapa Bwana Yesu alikuwa anazungumza, amezungukwa na watu ndani ya nyumba. Akaletewa mgonjwa ambaye alikuwa amepooza. Wakatoboa dari, wakapenyeza chini ili Bwana Yesu aweze kumponya. Hapa ndipo Bwana Yesu anaanza kuzungumza naye. Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuweko huku wameketi wakafikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Maana yake kitendo cha Bwana Yesu kusema rafiki, umesamehewa, mwanangu, umesamehewa dhambi zako, ilikuwa ni kufuru, kwa sababu kwa mujibu wa mafundisho ya Kiyahudi ni Mungu peke yake, Yahwe peke yake ndio mwenye mamlaka ya kusamehe dhambi. Basi na baadhi, kama ninarudia nyuma kidogo, na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka, jitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Ndipo anapomwambia yule mwenye kupooza, kwa sababu kwenye macho ya hawa Wayahudi, hawa waalimu na waandishi na wanasheria na Mafarisayo na Masadukayo, kwa wao, machoni mwao ilikuwa ni kwamba kusamehe dhambi ni kitu ambacho ni Mungu tu mwenye uwezo huo na mwenye mamlaka hayo. Hapa Bwana Yesu anawauliza, lipi ni rahisi, kumwambia huyo inuka, ondoka, au kumwambia umesamehewa dhambi? Kwenye macho ya binadamu kusema mtu kwamba umesamehewa dhambi ni rahisi kulisema, lakini mbele zao alitaka kuwathibitishia kwamba yeye ana mamlaka kusamehe dhambi, ikiwa tu anaweza kufanya muujiza ambao wengi usingeweza kufanya. Na ndipo anamwambia yule mtu alikuwa amepooza, na akamwambia, nakuambia ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani mwako. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata ukastaajabu wote, wakamtukuza Mungu akisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Bwana Yesu anatumia muujiza wa kumponya huyu mtu alikuwa amepooza kuthibitisha kwamba anayo mamlaka. Kama ana mamlaka ya kuponya kwa neno lake, basi ana mamlaka pia ya kusamehe dhambi. Sasa ndugu yangu, mfano huu au kisa hiki cha Bwana Yesu kumponya huyu mtu alikuwa amepooza na mazungumzo yake na wale wanasheria wa Kiyahudi unayapata pia katika Mathayo sura 9 mstari wa 1 mpaka wa 8. Mwinjili Luka naye pia anarekodi kisa hiki katika sura ya 5 mstari wa 17 mpaka 26. Na kifupi tu tunaona kwamba mwandishi wa Qurani kwa kutokujua na kutumia hekima za binadamu anajaribu kumwinua Allah na kumpa sifa ambazo anasema sifa hizi anafaa kupewa Mungu peke yake. Lakini tunaona Bwana Yesu anathibitisha yeye ni Mungu, kwa kuwa sifa zote hizi tayari alikuwa anazo. Ana uwezo wa kusamehe dhambi na anajiita yeye ni mwanzo na mwisho na mambo mengine kama hayo. Na pia ana uwezo, anasema kwamba mwishoni, siku ya mwisho, ndiye ambaye wafu watasikia sauti yake na watatoka makaburini, na yeye ndio mwenye kuhukumu siku ya mwisho. Mbali ya hayo, pia anajiita kwamba yeye ni nuru na taa, ni nuru ya ulimwengu.
sifa zote hizi baadaye tunamuona mwandishi wa Qur'ani anazichukua sifa za Bwana wetu Yesu Kristo za umungu wake na anazibandika kwa huyu Mungu anaitwa Allah. Twende tukaangalie hadithi moja ya mwisho tukajifunze zaidi. Tuangalie hadith Qudsi namba 18. Labda kwa wasiofahamu hadith Qudsi, kimsingi hadithi kuna zile ambazo zenyewe zinajulikana kama sunna, ambazo hizi zinazungumzia matendo na maneno ya Muhammad. Hadith Qudsi hizi ni tofauti yake, zinakuwa zimeinuliwa juu zaidi ya zile hadithi nyingine kwa sababu zinaashiria maneno ambayo kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu kwa hekima ya Allah zinakuja kupitia, ni maneno yanayopita ya maneno ya Allah ambayo yanapitia katika kinywa cha Muhammad. Sasa tukaisome hii hadith Qudsi namba 18, na nataka ninachojaribu kuonyesha hapa ni jinsi gani Muhammad anakwenda kuchukua maneno ya Kristo wakati ule akiwa hai miaka zaidi ya 600 kabla huyu Muhammad kutokea. Huyu Muhammad anachukua maneno haya na kubandika katika kinywa cha huyu Mungu aliyemuita Allah. Hadith Qudsi inasema hivi, imeelezwa kwa mamlaka ya Abu Huraira. Huyu Abu Huraira ni mtu ambaye anathaminiwa sana katika imani ya Kiislamu, kwamba hadithi zake huwa zinachukuliwa katika uzito mkubwa. Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, atasema Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, yani kwamba Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atasema hivyo: ewe mwana wa Adamu, naliugua na kunitembelea. Atasema huyu mwanadamu sasa, ewe Mola wangu, na ni vipi nikutembelee na hali wewe ni Mola mlezi wa walimwengu wote? Atasema, huyu ni Allah sasa anajibu, je, hukujua kwamba mja wangu fulani ameugua na kumtembelea? Hukujua kwamba ungemtembelea ungekuta nikiwa naye? Ewe mwana wa Adamu, nilikuomba chakula hukunilisha. Mwanadamu atasema, ewe Mola mlezi, na vipi nikulishe na hali wewe ni mlezi wa walimwengu wote? Atasema Allah hili anajibu, je, hukujua kwamba mja wangu fulani alikuomba chakula na hukumlisha? Je, hukujua kwamba lau ungemlisha bila shaka ungekuta hayo kwangu? Ewe mwana wa Adamu, Allah anaendelea, na alikuomba uninyweshe na hukuninywesha. Atasema, huyu mwanadamu anajaribu kujitetea mbele za Allah huko siku ya Kiyama, ewe Mola mlezi, vipi nikunyweshe na hali wewe ni Mola mlezi wa walimwengu wote? Allah atasema, mtumishi wangu fulani alikuomba umpe anywe na hukumnywesha. Lao ungemnywesha bila shaka ungelikuta kwangu. Sasa unaposoma haya ni maneno ambayo Muhammad anasema Allah atayasema siku ile ya Kiyama. Maneno haya hayakutoka kwa Allah. Maneno haya Muhammad anayatoa kwa Wakristo, maneno ambayo alisema Bwana wetu Yesu Kristo zaidi ya miaka 600 kabla ya huyu Muhammad kutokea. Tunaenda kuyasoma katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 25 aya ya 31 mpaka ya 46. Tofauti moja kubwa inatokea hapa. Kuna kipande cha kwanza ambacho Muhammad hakukiweka katika kinywa cha Allah, anakiweka kipande cha pili. Nitakusomea kisa chote hiki uweze kuelewa namna gani huyu Muhammad anachukua maneno haya na kuyabandika katika kinywa cha Allah, na maana yake ni kwamba anathibitisha umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu anasema maneno haya yatasemwa na Allah, lakini Bwana Yesu anasema haya yeye ndio atakayosema. Bwana Yesu anasema hivi, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Kumbuka, huyu ni Bwana Yesu anasema ataketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale wako mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, mrithi ufalme uliowekwa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu wale wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto. Kumbuka, wale wa kwanza ni wale wenye haki ambao Bwana Yesu anasema kwamba njooni mkaurithi ufalme
kwa sababu mlitenda yaliyo mema. Lakini safari hii anawageukia wale mbuzi walioko kushoto, anawaambia, kisha tuambie wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele uliokuwa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amin nawaambia, kadri msivyomtendea mmojawapo hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Haya yalikuwa ni maneno ya Bwana Yesu aliyosema, akisema kwamba yeye ndiye atakayekaa katika siku ya hukumu, atatoa hukumu kwa wale watakaokwenda urithi wa uzima wa milele, ambao anawapa jina la kondoo watakao upande wa kulia, na wale wanaoita mbuzi wataka kushoto. Na kinachotofautisha hapa ni kwamba hawakutenda mema, aidha walitenda au hawakutenda mema. Na tunaona Muhammad yeye anakwenda kuchukua kipande cha pili cha maneno ya Bwana Yesu na ukibandika katika kinywa cha yule Mungu anayemuita Allah, na anasahau kipande cha kwanza au anakiacha kwa makusudi yake mwenyewe. Kwa namna hii, kwa kujua au kutokujua, Muhammad anathibitisha umungu wa Bwana Yesu, kwa sababu hiki ndicho Bwana Yesu atachokifanya siku ya mwisho, siku ya hukumu ile ambayo inazungumzwa sana na ambao Waislamu wanaogopa sana. Ndugu yangu Muislamu, nikuthibitishie tu kwamba hakuna wokovu nje ya Kristo, na anayekuja kuhukumu wazima na wafu, wema na wabaya, ni Bwana wetu Yesu Kristo, kama mafundisho haya yanavyoonekana katika Biblia takatifu miaka zaidi ya 600 kabla ya huyu Muhammad hajatokezea. Na kama nilivyoeleza katika baadhi ya vipindi vyangu vya huko nyuma, huyu Muhammad anaokota maneno huku na kule, mengine anatoka katika hadithi za kutunga za kufikirika, mengine anatoka katika vitabu vya Kikristo. Kama mmoja wapo tumeona hii katika hadith Qudsi namba 18, tunaona wazi kabisa Muhammad anachukua baadhi ya vipande vya Bwana wetu Yesu Kristo kuthibitisha umungu wake na mamlaka yake katika kuhukumu, anakwenda kumbandika, anatia katika kinywa cha yule Mungu anayemuita Allah. Nafasi bado ipo, kama ninavyosema siku zote, fikiri maneno haya, wokovu uko kwa Bwana wetu Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu alikufa msalabani ili sote sisi na nyinyi mpate uzima wa milele. Usingojee sana, muda unazidi kwenda, njoo kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu anatuambia siku zote, yeye Bwana Yesu anasema, mimi ni njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi tu. Nikueleze ukweli, Allah hakufikishi peponi, hana pepo. Maneno yote haya ambayo Muhammad anayachukua au sifa zote hizi anazichukua ni sifa za Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu kweli na mtu kweli, aliyeshuka akatoa mwili akakaa kwetu, akafa msalabani, akafufuka siku ya tatu ili tupate wokovu. Tafakari sana, nawe Mkristo, jenga imani yako kwa maneno haya. Ninaamini kwamba itakutia moyo udumu katika imani yako. Endelea kufuatia chaneli hii, share, na pia uliza maswali kama unayo. Asante sana.